إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، معاشر المسلمين، Allah subhanahu wa ta'ala amesema subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa jalnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma Nuh innahu kana abidan shakura. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia katika sura hii mambo haya itikadi ya Isra wa Miraj kwa hali ilivyokuwa na dini hii pia vile vile, na tulianza mwanzo kuzungumzia al-Aqsa amul haikal huwa alladhi sayabqa, ipi ambayo itabaki, aqsa almuslimin, aqsa alislamu am haikalul yahudi, am haikal yahudi ndio itakayobakia. Na katika hotuba iliyopita pia tumezungumzia katika mambo ambayo mayahudi wanataka ni kuivunja masjidi al-Aqsa ili kupatikana haikal, na tukauliza katika baadhi ya maswali pia kama je, inawezekana kweli ukavunja? Uwezekano huu upo au hapana? Na kama ukiivunja sasa mambo gani yatakuwepo? Vipi hali itakuwepo kama ikiwezekana watu kuvunja? Tukasema hali yumkinu ayanja alyahudi filan min hadmi almasjid alaqsa, je, wanaweza kweli mayahudi wakafanya vitendo vya kuvunja huu msikiti Masjid al-Aqsa? Fa aqulu ikhwani fillah laysa baina aydina nasu ma'sum, sisi kati yetu hakuna dalili ambayo maasum yadullu ala anna hadma al-Masjid al-Aqsa mumtani qadaran, kwamba uvunjaji wa msikiti huu ni jambo ambalo haliwezekani kikadha katika iradatun qadariya shar'iyya qadariya, kwamba hakuna uwezekano huu kuvunja. Hatuna dalili hiyo. Walaysa shartan an tarida ahaditha fitan bikulli ma yaqau minha, na sio sharti pia kuzileta hadithi za fitna ambazo katika malahimu ambayo itakayotokea Sham pia vile vile akhiru zaman. Sio sharti kuleta hadithi zote za fitna ambazo zitakayotokea. Fakathiru min alhawadith aljisam, katika matukio mengi yaliyotokea waqat duna an tudhkar fi aya, yametokea pasina aya yote, hakuna dalili au aya yote iliyotaja kwamba tukio fulani litatokea, au tardi fi hadithi au likaja katika hadithi. Bal inna hajar al-aswad, bali pia hajar jeusi, jiwe hili jeusi, kadunuzia min al-Kaaba, liondolewa kabisa al-Kaaba fi zamani Shia al-Qaramitwa, katika wakati wa Shia al-Qaramitwa, wa nuqila ila al-Bahrain, na likahamishwa mpaka Bahrain. Jiwe hili lilihamishwa kutoka hapo likapelekwa mpaka Bahrain, lakini wala miati, hakuna dalili iliyokuja la min kitabi au sunna kwamba iliyoashiria kwamba kuna wakati fulani jiwe hili litaondolewa. Ibn Kathiri katika kitabu chake Bidayatun Nihaya juzuu ya 6 anaelezea namna gani hili jiwe lilivyoondolewa. Asema dhakara akhadhul qaramit wa al-hajar al-aswad, wametaja hakika qaramit hawa ni moja katika kundi la mashia waliondoa hajar al-aswad kulichukua ila biladihim, likapelekwa katika mji wao. Wama kana minhum illa al-hujaj la'anahu Allahu al-qaramit. Ibn Kathir asema fa fiha kharaja rakab al-Iraq wa amiruhum Mansur ad-Dailami, kulitoka msafara ambao kutoka Iraki kiongozi wao Mansur ad-Dailami, fawasalu ila Makkah, wakafika Makkah salama salimin, watawaqat rukub hunaka an kulli janib fama asharu illa bilqurmuti, hakuna aliyohisi isipokuwa tayari dola hii ya mashia Qaramito imeingia, kad kharaja alaihim fi jamaatihi
wametoka Mashia na kundi lao wakaingia Maka katika yawm tarwiya, mwezi 8 maana yake, ambayo inaitwa yawm tarwiya. Fantahaba amwalahum, wakapora mali, wastabaha qatlahum, wakahalalisha vifo, wakaua. Faqutila an-nas fi rihabi Makkah, waliuao watu katika Makkah, washiabiha hatta fi al-masjid al-haram, paka katika msikiti mtukufu, fi jawfi al-Kaaba, ndani ya al-Kaaba. Wajalasa amiruhum Abu Tahir Suleiman, akakaa kiongozi wao ambaye anaitwa Abu Tahir Suleiman ibn Abi Sa'id la'anahu Allah ala babi al-Kaaba, akakaa katika mlango wa al-Kaaba. Warijalu tusraw hawlahu fi al-masjid al-haram, na watu wanauawa katika msikiti wa mtukufu fi shahri al-haram, ikiwa katika mwezi mtukufu. Thumma yawm tarwiya, kisha siku ya mwezi 8 yawm tarwiya, alladhi huwa min ashraf al-ayyam, katika siku ambazo tukufu. Wayaqul, huyu ambaye atamshia, huyu amekaa katika mlango akisema ana billahi wa billahi ana yakhluqu al-khalq wa afnihim, akisema neno haya akikomba yeye ndio Allah, na yeye ndio anawaumba viumbe, na yeye ndio anawamaliza. Fakana an-nasu yafiruna, wakawa watu wanakimbia, fata'allakuna bi astari al-Kaaba, wanaenda kujificha katika astari al-Kaaba. Fala yajidi dhalika anhum shay'an, pamoja na kujificha katika astari al-Kaaba bado hali ilikuwa ni mbaya, bado waliendelea kuuawa. Bali yuqtaluna wa hum kadhalik, wakiwa katika astari al-Kaaba waliuawa wakiwa katika hali hiyo. Wayatufuna fayuqtaluna fi tawaf, hata ukitufu pia wanauawa katika tawaf. Wakati kana baadhi ahli alhadith yawma idhin, na walikuwa katika baadhi ya watu hadithi siku hiyo wakati huo yatufu, wengine wakifanya tawaf katika al-Kaaba. Falamma qada tawafa, walipomaliza tawafu zao, akhadhatahum suyuf, panga ziliwajia na watu wakauawa ndani ya al-Kaaba. Thumma amara al-Qurumti, kisha Qaramito akaamrisha la'anahu Allah an tudfana al-qatla, wazikwe hawa waliuawa fi bir Zamzam, katika kisima cha Zamzam. Wadufina kathira minhum, ukazikwa wengi miongoni mwao, fi amakinihim, katika sehemu zao hizo. Wa hatta fil masjid al-haram, paka katika msikiti mtukufu. Wa yahabadha tilka al-qatla wa tilka al-dhaj'a, akiomba hapa naki wala yughassalu wala yukafanu, hawakuoshwa wala hawakafiniwa, wala yusalla alaihim wala hawakuswaliwa, liannahum shuhada, kwa sababu wao ni mashahidi, fi nafsi al-amr, bali min khiyari shuhada, bali katika mashahidi ambao katika watu wema katika mashahidi. Wa hadim qubatu Zamzam, hudima, ikavunjwa qubatu Zamzam. Wa amara biqali babul Kaaba, ukaamrishwa sasa uvunjwe mlango wa al-Kaaba. Wanaza kiswataha anha, na ile nguo ambayo imefunika ile al-Kaaba iondolewe. Washaqaha baina ashabi, ipasuliwe. Wa amara rajulan an yas'ada ila mizan al-Kaaba, akaamrisha huyo mshia huyo mtu apande katika mlango wa al-Kaaba kule juu. Fa arada ay yaqtaliahu, akataka kupanda. Alipofika juu, fasaqata ala ummi ra'si, akaporomoka chini, kisha famata, akafa. Fala'anahu Allah wasara ila ummihi al-hawiya, fankaffa al-la'in inda dhalika an al-mizab. Thumma amara bi an yaqla al-hajar al-aswad, kisha akaamrisha liondolewe jiwe hili jeusi. Wajaahu rajul, akaja mtu mmoja, fadhuriba al-hajar bimithqal fi yadihi wa qala aina tayr ababil, wakati akiondoa jiwe huko akisema aina tayr ababil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'alhum, mpaka mwisho wa aya. Lakini aina tayrul ababil, zile ndege zile, alam tara katika surati al-fil, si ndege zilikuja, hizo ndege ziko wapi sasa? Nauliza aina al-hijara min sijil, majiwe yaliyokuja na ndege yako wapi? Mbona sitwa ondoa hili jiwe wala hakuna adhabu yoyote. Thumma qala al-hajar al-aswad, kisha likaondolewa jiwe hilo. Sharafahu Allah wa karramahu wa 'azzamahu wa akhadhuhu ma'ahum hina rahu ila biladihim, fakana indahum 22 sana. Hajar al-aswad ikakaa miaka 22 Bahrain. Kwa hiyo hapa maana yake tuthibitisha kwamba hakika habari sio sharti, walaisa shartan an tarida ahaditha fitan bikulli ma yaqau minha, sio sharti
kwamba zije hadithi za fitna zizungumzie kile kitakachotokea. Fakathiru min alhawadith aljisam, katika matukio makubwa yaliyotokea waqa'at duna an tudhkaru fi aya, imekuja pasina aya yote kutaja au tardi fi hadith, bal inna hajar al-aswad, kama tulieleza, akajiwe jeusi kadunuzia min al-Kaaba, limeondolewa katika al-Kaaba fi zamani Shia al-Qaramitwa, katika wakati wa Shia hawa Qaramitwa Qurmuti, wa nuqila ila Bahrain, likaondolewa kalipelekwa Bahrain, yadhulla hunaka sinin, likakaa huko miaka kadhaa. Ibn Kathir kataja miaka 23 Hajar al-Aswad imekaa kabla an aadu ila makanihi, kabla ya kurudisha hajar, jiwe hili takatifu katika sehemu yake. Wala mtaati isharata dhalika, hakuna ishara iliyokuja hiyo fi kitabi wala fi sunna, katika kitabi kwamba kuna mwaka fulani mwaka 300 kadhaa watakuja Qaramito Mashia. Hakuna ishara katika hadithi wala katika aya iliyosema kwamba mwaka fulani Mashia watakuja, jiwe jeusi litaondolewa litapelekwa katika sehemu fulani. Hakuna ishara hii. Idhan falaysa ahadun ayuhtajja biadami al-urud ala adami al-wuqu', wa hakuna yoyote kwa maana kuleta dalili na kuzingatia biadami al-urud, kwa sababu hakuna dalili zilizokuja za kusema Masjid al-Aqsa je itavunjwa au hapana, ala adami al-wuqu', kwamba mdogo hakuna dalili. Bila shaka hili haliwezi kutokea, لأن الأمر قد يسطر في قدر ولم يذكر في الكتب, jambo laweza likawa limeshaandikwa katika qadar na wala halijatajwa katika vitabu. Walladhi yuhkamu al-umur inda dhalika huwa kanun al-asbab, kitu ambacho kinahukumu mambo katika hali hii ni kanuni ya sababu wal musabbibati allati yajri biha qadrullah ta'ala bima yasha, ambayo inakuja na kupita qadari ya Allah kwa kile alichokitaka ukuu kutokea, wala hasabi mujariyati al-umuri wal mushahadat. Kwa hiyo kwa maana je, uwezekano ikawepo, kwa sababu uwezekano upo. Fa inna ashahid ikhwani fillah bin nashat al-yahudi wan nasara, aka ushahidi hivi sasa mayahudi wamechangamka zaidi, wa akhdhihim bi kulli al-asbab al-maddiya, wamechukua sababu zote fil waqti alladhi, katika wakati ambao yuridu al-muslimina fihi ayu'attila kanuni al-asbab, katika wakati ambao Waislamu wao wameweka mbali kabisa kanuni ya sababu, ya kuchukua sababu msikiti usivunjwe, allati la nadhunnu anna sunan Allah sayuhabi ahadan, wanadhani kwamba sunani ya Allah sayuhabi ahadan. Famadha fala almuslimuna fi alami kulli, Waislamu wamefanya nini katika ulimwengu mzima? Wahum yablighuna miliari wa rubu miliari, Waislamu wamefikia zaidi miliari wa rubu miliari, wako wengi milioni kadhaa. Madha falu abara ma yazidu 30 am, zaidi ya miaka 30, likai yastanqidhu muqaddasatihim, ili waokoe msikiti wao mtukufu min asabati almalayin al-arba allati zuriya bainahum. Wafanyaji aqulu ikhwani fillah, inna Allah azza wa jalla la yuhabina wa nahnu jafi illa idha arada Allah amran. Sisi tukiacha kuchukua asbab wal musabbibati zikawepo, asbabu zikachukuliwa, Waislamu wameacha asbabu. Wakifanya hivyo basi, illa idha arada Allah amran, labda Allah akitaka jambo, faqaddara bisababihi, akakadiria kwa sababu yake, shay'an ilahiyya, jambo lake la Allah subhanahu wa ta'ala, yuqidhu almasjid, ambaye litauokoa msikiti, wa yu'attalu alasbab, na zile sababu zilizopangwa zote za kuvunja zikawekwa pembeni, labda hivyo. Wakaidi al-yahudi wan nasara kama warada, kama iliyopokelewa katika kaidi ashabul fil, katika vitimbi vya ashabul fil lihadi al-Kaaba, kwa ajili ya kuivunja al-Kaaba. Abraha alikuja kwa ajili ya kuivunja al-Kaaba, lakini Allah akakadiria katika asbabu zake ilahia za kuweza kuokoa msikiti, akapeleka jeshi la ndege, fajalahum ka'asfin ma'kul, jeshi la Abraha na watu wake wakateketezwa wote, na msikiti wa al-Kaaba ukaendelea kuwepo. Lakini Allah katika hali hii akadiria sababu yake ya ilahia, kama ilivyotaka kuvunja al-Kaaba. Lakini almushkila, lakini mushkili anna hadha aidan, je jambo hili pia
Allah aweza akataleta sababu zake za ilahia kuokoa huu msikiti usivunjwe. Jambo hili pia vile vile amru lam yati bihi al-khabar mu'asum. Hakuna habari yoyote iliyokuja la min kitabi wala min sunna, sio katika kitabu wala katika sunna as-sahihi, fayataki ilayhi al-muttaqiun, ili watu wakae sasa wasema kwa sababu Allah ataulinda msikiti wake. Hakuna habari yoyote iliyokuja kwamba msikiti hautavunjwa. Thalitha, jambo la tatu, madha law hudima al-aqsa, kwani itakuwaje lau aqsa ikavunjwa? Natasawwaru ikhwani fillah anna fi'a minan nas, kama uvunjwa msikiti, hakika watu wengi, kundi katika watu ukivunjwa, sayuftanuna, wataingia katika fitna, wala waqa alhadith, lao tukio hili litatokea, wasayaquluna, watasema wa kaifa hadha wal masjid al-aqsa qad nazala bihi al-Qur'an, vipi hili hali yakuwa msikiti huu Qur'ani imeteremka, watawatarat bifadlihi ahadith, na hadithi nyingi zimekuja kutaja huo msikiti. Kaifa yuhdam, vipi uvunjwe? wa kaifa yatahawalu ila ma'badi al-yahud, vipi ugeuko huo ni sehemu ya kuabudu mayahudi? Wa yanbaghi an yuqalu haula, pia hao natakiwa waambiwe innal masjid al-aqsa, akamsikiti huu unaitwa masjid al-aqsa, qad marrat alayhi sinun tuwal au tawil, ulipita miaka mingi sana, fi marhalati min at-tarikh, katika historia, katika tarehe, wasulbani nasara marfu, wakati misalaba ilikuwa kwa juu yake, fauka maadhini ayamin kana ihtilali salib al-hakida, ilikuwa hivyo mwanzo. Wala mtantafi anhu sifatu shar'iyya, lakini haikuondoka kwake sifa yake kisheria, li khususiyatihi, kwa msikiti una mambo ambayo yanahusiana na hilo almasjidia, katika jambo la msikiti bado uliendelea msikiti na bado uliendelea kuwa mtukufu, na kama tuliyosema ni ardhul ladhi barakna haula, ambapo tuzitaja hizo baraka. Walladhi asabahu lam yataadda talwith bi'awdha'i tathlif, ambapo tayari msikiti tayari ulikuwa na msalaba, ulikuwa kadha, lakini bado sifa yake ya kisheria kuwa ni sehemu takatifu iliendelee kubaki. Thumma aada ahlu tauhid, kisha wakarudi watu wa tauhid, azizan mutahharan, hali ya kuwa tayari wana nguvu. Lamma adu ila nasra tauhid, waliporudi kuitetea tauhidi, wattibai sunnati muhammadiyya, na kufuata sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Fala budda idhan ayulama, hakuna budi lazima watu wajue anna ardhal masjid muqaddasa, ardhi hii ya msikiti huu ni ardhi muqaddasa, ardhi takatifu. Ardhi hii wajue hivi, walaha ahkamu shar'iyya, ardhi hii ina hukumu za kisheria, min haythu mudha'afat ujuri salawati fiha, hata mtu akiswali kama tulivyosema huko nyuma, swala moja anazidishiwa mara kadhaa. Wastihbabi shadd rihal ilaiha, pia ni sunna watu kufunga safari kwenda kwa ajili ya kwenda kuswali katika msikiti huu. Sawa kana albina mawjud, sawa jengo hilo lipo, au ghairu mawjud, au halipo. Hata kama kuko hakuna jengo, utaenda hapo hapo na bado sifa ya msikiti mtukufu upo hivyo hivyo, ndio ni ardhi muqaddasa, ni ardhi takatifu. Kwa hiyo sio sharti ili jengo liwepo. Kwa hiyo bado jengo likawepo sawa au halipo. Fasahatu nafsuha, ile nafasi, eneo, nafsi yake, sumia masjidan, liitwa ile nafasi tu, uwanja ule uliitwa ni msikiti. Wakati tanazzula ayatul Isra, wakati aya hizi zikiteremka katika sura Isra, Allah anasemaje? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Wakati hakuna msikiti iliitwa masjid. Walam yakun thammat masjidin muqam, wakati kulikuwa hakuna msikiti ambao uliosimamishwa. Illa al makan akhadha hukmu al masjid qabla an yubna, sehemu hii ilichukua hukumu ya msikiti kabla msikiti haujajengwa, kabla ayubna masjidan fil islam. Wasalla fiha imamu al-anbiya, na hapa aliswali na kawaswalisha imamu al-anbiya, mtume alayhi salatu wasalam aliswalisha manabii.
biuli al-azm min al-anbiya fi ardh fadha, waliswalia wakiwa katika uwanja tu fadha, hauna jengo. Mtume wakati yaswalisha hao manabii wote na tayari umeitwa ni msikiti, wakati ni uwanja kwa sababu ni ardhu muqaddasa, ni ardhi takatifu. فحقائق التاريخية حقيقة za tarehe ikhwani fillah wa qasas al-anbiya na visa vya mitume tadullu ala anna al-masjid al-aqsa, zinafahamisha haka msikiti huu al-aqsa lam yubna maratan ukhra, haujajengwa tena mara nyingine baada hatmi thania, baada ya kuvunjwa mara ya pili, kama ambapo tunazungumzia ilikuwaje mara ya kwanza ulivunjwaje na mara ya pili ulivunjwaje. Mara ya kwanza ulivunjwa kajengwa, mara ya pili baada ya kuvunjwa mara ya pili haukujengwa tena. Baada ya Isa alayhi salatu wasalam, baada ya Isa alayhi salatu wasalam miaka 70 kabla ya Isa ulivunjwa, hakujengwa tena msikiti huu. Hatta jaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, paka alipokuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watamma al-fath, na tayari katimia ufunguzi wa msikiti ukafunguliwa. Wa amara almu'minin, na wa amir almu'minin Umar ibn Khattab, ambaye alienda kufungua Umar, amir almu'minin Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, wakati alipokwenda kufungua huo msikiti na tayari wamahu kabil ahbar, amir almu'minin wakati huo alikuwa na mwanachuoni wa Kiyahudi kabil ahbar, ambaye tuliwahi kumzungumzia katika visa vyake huyo. Akawa naye huyu liyadulla ala mawdhi musalla Daud alayhi salatu wasalam. Hu kabil ahbari, huyu kabil ahbar alikwenda, Umar alimtaka ili amfahamishe sehemu gani ambayo alikuwa akiswalia Daud alayhi salatu wasalam. Kisha alipomfahamisha ni hapa, thumma bana hunaka masjidan, hapo ndio kukajengwa msikiti mawadha min al-khashab, kutokana na sehemu miti. Falamma jaa al-khalifa, walipokuja katika wakati wa Khalifatu al-Walid ibn Abdul Malik katika dola ya Abbasiya, aada binaahu ala hay'ati allati huwa al-an, ndio tena akaurudisha jengo lake katika hali kama ulivyokuwa sasa hivi. Kwa hiyo kama ulivyokuwa msikiti sasa hivi, aliorudisha akaujenga kama ulivyo Al-Walid ibn Abdul Malik, aada binaahu ala hay'ati allati huwa al-an, akarudisha hali yake kama tunavyoona msikiti sasa hivi. Fakad hafadha almuslimuna ala marra al-usur, waislamu wamehifadhi juu ya asri mbalimbali zilizopita, ala hadhihi al-amana, juu ya amana hii, kuhifadhi amana hii kama ilivyo, hatta jaa asru tadhi'u al-aman, mpaka ikaja wakati ambao amana hii inapotea, alladhi naishuhu al-an, ambao sisi tunaishi katika wakati huo. Fawaqa al-masjid al-aqsa fi asra, msikiti sasa umeshatekwa. Wama huwa au ha huwa yuhaddidu bilhadmi, hivi sasa unatishiwa kuvunjwa. Sasa waislamu katika asr tarikh wamehifadhi amana hii, waliendelee kuitunza na hakutaka yeyote asogelee katika amana hii, mpaka ukaja katika wakati ambao sasa amana hii inapotea. Sasa kama hivi sasa msikiti unatishiwa kuvunjwa. Ikhwani fillah, yusharu huna anna al-yahud, kama yahudi vile vile, qad badaa bilfil fi tahiyati adh-dhuruf, wameanza kivitendo hasa kuandaa hakika mambo ala ardhi alwaqi, katika ardhi ambayo ipo, tajasuma li khitati munasiba, kwa kuweza kuangalia khita ambayo inasi au wakati ambao munasaba unanasibiana. Wa min abraz hadhihi alshawahid alatiya, katika ushahidi mkubwa kwamba wameshaanza zifuatazo. Awalan, kwanza, tadhaaf adad wa tanzimat wal jamaat alyahudiyya, kuongezeka hakika tanzimat na jamaa nyingi za Kiyahudi almutatarrifa, wenye siasa kali, wenye msimamo mkali, Mayahudi wenye msimamo mkali, asai bihadim almasjid al-aqsa, kwa ajili ya kuvunja wa msikiti, wa bina'il haikal, ili wajenga haikali kama tulivyosema katika hotuba zilizopita. Hivi sasa wameongezeka.
Pia sio hilo tu, fa fi ardhi Filistin, katika ardhi ya Palestina almuntasaba iliyoporwa al'an akthar min 120 jamaa alyahudia, kuna zaidi ya jamaa au makundi 120 ya Kiyahudi, tusannafu fihi dakhil Israeli nafsu, ambayo yako ndani ya Israeli yenyewe, bi annaha mutatarrifa, yenyewe pia yanaelezewa kwamba ni moja katika makundi yenye msimamo mkali ya Kiyahudi yako ndani hiyo. Wa min hadimil jamaa, na pia wanataka pia kuvunja. Wa min hadhihi aljamaa, katika makundi haya ma la yuqillu an 25 jamaa, pia kuna makundi yasiyopungua 25 mutakhasisi fi almasai arrami lihadimi almasjid al-aqsa, ambayo yataka kuvunja huo msikiti, wa bina'i alhaykal, na ili wajenga haikal al-yahudi. Watushakilu baadhi hadhihi aljamaat, na pia baadhi ya makundi haya tahalufati fima bayo, wanaungana kati yao. Wa min abraziha, katika kundi ambalo ndio kubwa zaidi, ma yusamma rabitatul qudus, kuna kundi ambalo limejiita rabitatul qudus allati tadhumu adadan min at-tajammuat al-yahudiyya. Kundi hili limekusanya idadi kubwa katika makundi ya Kiyahudi al-mutashaddida wal mutatarrifa, yenye msimamo mkali. Wakati hadhi rabita, na kundi hili ambalo linaitwa rabitatul qudus, hiya sababu fi iqna'i ar-rais al-wizara al-israili, ndio sababu ya kumkunaisha rais huo wa Israeli bifatihi nafaq, kama tutakoja kuona kufungua maandake ya chini almara tahta asasati Masjid al-Aqsa, kupita katika misingi kuta za msikiti ambazo tutaona kwa mbele. Unachimba, na pia kuna hufuriyati, manake msikiti unaanza kuchimbwa huko, unafunguliwa paka unaswali huko chini. Manake siku itokea sasa msikiti wanakuja tu wanafanya hivi, tayari unaanguka, wanasema ni zalazil au ni mtetemeko, tayari unaanguka, ambazo tutaona katika hizi ambazo zilizokuja. Sasa hao wote tahta asasi Masjid al-Aqsa kuanzia mwaka 1976 hii miladi. Makundi haya yamekuwa mengi, kama batat min al-ma'ruf, kama inavyojulikana pia katika hili, anna tilka aljamaa alyahudia almutatarrif, makundi haya yenye msimamo mkali, la taktafi bilmutalabat walmunashadat, hayatosheki tu kwamba wao wanataka haikali, hawatosheki na hilo, bal talja'u baina hini wal akhir liqiyam al-amal adaiya, wanataka kusimama katika mambo ikiwa adui wastifzazia dhidi al-Masjid al-Aqsa, kwa ajili ya msikiti huu. Yaghalabu ala dhanni annaha turidu biha, pia wanaona kwamba wanataka kuvunja huu msikiti alati yumkin an tahdutha inda almuslimin. Wakifanya hivi inawezekana ikatokea kwa Uislamu, law qamat hadhihi aljamaat, kama hama kundi yatasimama bihadmi almasjid al-aqsa, kuvunja huu msikiti, hali kama mbaya pia inawezekana kila muislamu sasa ikali kama tulivyosema huko nyuma. Wakati qamat tilka aljamaat alyahudiyya almutatarrifa, hakika walisimama kundi hili ama kundi haya ya Kiyahudi yenye msimamo mkali kuanzia mwaka 1967 miladi mpaka mwaka 1990 miladia, waliweza kuweka akthar min 40 amalan, waliweza kufanya matendo zaidi ya 40 irhabia, kama wanasema wenyewe, matendo ya kigaidi, adaiya dhidi al-Masjid al-Aqsa, dhidi ya msikiti. Wakati yatawaham baadhi anna ma yusamma bi amaliyat al-salam, inawezekana watu wengine wakatatizika wakasema kuna, lakini hivi sasa kuna amaliyatu salam baada hadhihi tarikh, kwa sababu Umoja wa Mataifa ulikuja wakasema kuna haja ya kuleta amani sasa katika msikiti, amani inaitwa amaliyatu salam, kadi khaffafati min hiddati al-mashaa'ir al-yahudiyya. Inawezekana amaliyatu salam imepunguza ile hisia ya Mayahudi al-adaiya tijahu jiranihim, kufuatana na jirani yao ambao ni Waarabu na Waislamu kwa ujumla. Inawezekana mkataba na kugawa dola mbili vile vile, na baada ya kutokea hilo kwa watu waweza kaona kwamba hakika inawezekana hivi sasa amani ipo, walakin alhaqiqa anna hadha alwaham tukadhibuhu alwaqa'i, hakika dhana hii
inapingana na hali halisi ilivyo. Mundu an uqidat ittifaqiyat Madrid, baada ya mkataba wa Madrid wa Oslo uliofanyika, wa amalu al-ibtidai al-yahudia, na kazi ya Kiyahudi itasdadu hata bala takriban, mpaka imefikia takriban akthar min 100 muhawala. Kuna majaribio kama 100 au 72 muhawala, mengine au 72 majaribio waka baada tawqiyati ittifaqiyati Oslo, baada ya mkataba huo Oslo na hata paka mwaka 1998 bado hali iko hivi. Pamoja na Umoja wa Mataifa umekuja ukasema tutataka kuweka amani na usalama pia vile vile, bado majaribio haya yamezidi. Achilia mbali hivi sasa mnayosikia. Lakad bada sufu al-alamia wal-israiliya, hakika katika vyombo vya habari vya ulimwengu na vya Israeli pia, tarsud tilka adh-dhahira, vinafuatilia haya yenye kuonekana, allati tatahawal ma mururu al-waqt, ambayo yanageuka pamoja na kupita kwa wakati, ma ila al-uslub yahudia mutatarrifa, katika mayahudi wenye msimamo mkali hawa, ani la yuridu at-tawaqquf, hawataki kusimama kabisa kuacha itikadi yao hii. Wakati kashafa majalati Al-Fur, hakika majalla Al-Fur imeweza kuweka wazi Britania ya Uingereza hii fi usbu'i al-awwal, katika wiki ya kwanza katika mwezi wa Septemba mwaka 1998, anna jihazi al-amni min ad-dakhili, hakika jihazi, vyombo vya usalama vya ndani ya Israeli, vyombo vya usalama vinaitwaje al-musamma Shabaka, ambavyo vinaitwa Shabaka, ladaiha maalumati wathiqa, wakasema wao walikuwa na maaluma au ufahamu uliodhibitiwa kabisa, ambao hakika bi anna al-mutatarrifina al-yahud, hakika wenye msimamo mkali katika Mayahudi, fi tanzimat sirriya yudabbiruna, wanaweka njama al-ibtidaiya qariban, kwa ajili ya kuvunja huo msikiti al-Masjid al-Aqsa, kama nashara al-jarid Maarif al-Israiliya, kama gazeti pia la Israeli lilivyoweza kuweka wazi katika 30 nihaa katika mwaka 1998 miladia. Maqal limeweka maqala anwani hiyo, niqash twari tajassuma litafjiri al-Masjid al-Aqsa, hakika niqash, mjadala ulikuwa kwa ajili ya kuweza kuvunja msikiti al-Aqsa. Jafi katika ile gazeti la Israeli imekuja hivi, maanas yajri niqashu twari, kuna pita hasa mjadala twari uliojitokeza haula tahdhirati min al-i'tidai ala al-Masjid al-Aqsa, kwa ajili ya tahadhari ya kuvunjwa kufanyiwa i'tida msikiti huu mtukufu. Yushariku fihi rais wizara wa kibari qada, katika mkutano huu wameshirikiana rais wa Israeli na viongozi wakubwa wa daula. Wajaliqa ala ithra amba alqawi, ikaje katika habari yenye nguvu, ala ihtimalati uqui musadamat, kama inawezekana kutokea sasa kugongana baina alislamiyina filistini, kati ya waislamu wanambani wa Palestina, wadi mutashaddidina liyahudi, na wenye msimamo mkali katika Mayahudi, fi sahati almasjid al-Aqsa, katika uwanja huu katika Masjid al-Aqsa. Tantahi biawaqib wakhim, bila shaka hali ikiwa hivi basi hali itakuwa ni mbaya. Intaha nasu maqal, kwa mujibu wa maqali itakuwa mwisho wake hapo. Kwa hali hiyo bado na msikiti huu kuvunjwa, kama tulivyosema, sio sharti kwamba je uwezekano kuvunjwa upo au hapana. Sio sharti kwamba kuletwa antarida al-ayati au al-hadithi, zije hadithi au aya zinazosema kwamba bila shaka kwamba mwaka fulani utavunjwa msikiti. Sio sharti, kama nilivyosema huko mwanzo, kwa sababu mashia walihamisha Hajar al-Aswad, jiwe jeusi, walipoenda wakalichukua kalipeleka katika mji wao mkuu Bahrain. Wakati huo likakaa Hajar al-Aswad, jiwe jeusi tukufu, likakaa miaka 22 mpaka walipokuja Waislamu tena, kama alivyoeleza Ibn Kathir katika Bidayatu Nihaya juzu ya 6, ndio Waislamu tena wakapigana wakarudisha jiwe katika mahala pake, kwa sababu kwa mujibu wa mashia kwamba kuna hija yao inaitwa hijjatu Karbala, hija ya Karbala ambayo pia iko Iraki pia vile vile.
hija hii mashia wala hiji, lakini kitu ambacho kimekosekana ili hija itimie ni Hajarul Aswad. Hakuna, ndio haipo. Kwa maana katika muhawala wanaofanya mashia kuhakikisha ifika wakati waondoa Hajarul Aswad katika msikiti mtukufu wa Al-Kaaba na katika ardhi takatifu, waipeleke katika ardhi yao takatifu ambao wanasema Karbala, sehemu aliyouawa Hussein radhiallahu anhu. Kwa sababu kwa mujibu wa mashia ndio ardhi takatifu, na ndio maana ardhi yote baada ya kuuawa Hussein, ardhi yote ilinajisika. Kwa hiyo hawezi kuswali, lazima kutengenezwa turbatul Husainiya, turbatul Karbala. Kia mshia lazima aje na kajiwe kamekaa kama biskuti mviringo ambaye anasujudia, kwa sababu ardhi hii yote ilikuwa na najisi baada ya kuuawa Hussein, isipokuwa ardhi hii. Kwa hiyo ardhi takatifu, ardhi ya Karbala. Kwa kila mshia lazima anapoingia msikitini awe na kajiwe kale anasujudia. Sasa kwa hiyo hija yao haijakamilika kwa sababu jiwe jeusi halipo. Kwa hiyo mashia nao wanafanya muhawala kuhakikisha ili kwa ajili ya kutoa Hajar al-Aswad katika sehemu yake lipelekwa Karbala, na walianza kufanya likakaa miaka 20 katika hiyo sehemu. Aqul qawli hadha billahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. أما بعد، معاشر المسلمين، tukiendelea na Al-Aqsa au Al-Haikal kama tumeanza muda mrefu kidogo, karibu Jumaa ya 4 sasa hivi, katika mambo ya itikadi ambayo Muislamu anatakiwa aitakidi ni kuitakidi Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja zipo ardhi takatifu. Moja katika ardhi takatifu na pia misikiti mitakatifu. Ardhi takatifu na misikiti mitakatifu. Msikiti mtakatifu, msikiti wa Al-Kaaba. Msikiti mtakatifu, msikiti Masjid Nabawi, msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam. Katika misikiti mtakatifu, Masjidul Aqsa, ambayo ndio tunazungumzia Muislamu aitakidi ni jambo la itikadi. Sasa Haikal Suleiman alayhi salatu wasalam, mwanzo kabla haujaitwa msikiti ulikuwa unaitwa Haikal Suleiman sehemu hii, na nimeshazungumzia kunyuma. Fama huwa al-haikal walimadha yuadu bina? Haikal ni nini kwani? Na kwa nini Mayahudi wataka lijengwe? Wamadha aaddu lidhalika albina? Wameandaa nini kwa ajili ya jengo hili? Nuhaulu ta'arrufa ala dhalika, ili tuweze kujua hili na tufahamu haya fima ya katika yafuatayo. Awala, jambo la kwanza, al-yahud wal istidad li bina'i al-haikal, Mayahudi na maandalizi ya kujenga haikal. Fa fi dhilli al-faragh alladhi na'ishuhu ummatul islam bi'amma, katika wakati ambao tunaishi Waislamu kwa ujumla, Waislamu kwa ujumla, wal arabu minhum bi khassa, na Waarabu kwa ujumla. Fa inna sahat tadhillu muhayya, nafasi hii imekuwa tayari imeandaliwa likulli nashatu muad, harakati zote za uchangamfu za waadui yataharaku fi hadhi al-faragh, ambao Waislamu wakati waelewi ndio watu wanataka kutumia wakati huu rahib. Fa baada dukhuli al-faythali, baada ya kuingia mwaka 1003 sasa imeshaingia, taktaribu ad-dawla az-zamani fi tarihi al-yahudi, wakati umeshakaribia katika zama za Kiyahudi min al-intiya, kumaliza huu msikiti ili warudishe haikal yao. Litabda'u dawru jadid, ili kuanza muda mwingine mpya, dawru zaman malikus salam, muda ambao wa malikus salam. Malikus salam tunasema huko nyuma kwamba moja katika Taurati yao Mayahudi wanaamini, mwisho tulisema mwanzo kwamba sehemu hii ardhi takatifu, ardhi ya Filistini, ardhi mubaraka, sisi Waislamu tuseme sehemu takatifu. Mayahudi nao wanaiona kwa mujibu wa Taurati ni sehemu takatifu, na Wanasara pia wanaiona ni sehemu takatifu. Allah ametaka watu hao wote wenye dini tatu
washirikiane katika sehemu hii, katika mtizamo kwamba ni sehemu takatifu. Sasa ni nani? Nimezungumzia huko nyuma. Kwa hiyo wakati umefika Malikus Salam, manake ili Malikus Salam manake ni kurudisha ardhi ile waitawale wao Mayahudi, na hii sasa ndio itatawala dunia nzima kwa ujumla. Ndio inaitwa Malikus Salam. Yatakidu al-Yahudi, wanaitakidi Wayahudi annahu sayaqdi ala kulli adai bani Israil, wakitawala hii ardhi maadui wote wa Israeli watakuwa wamemalizika fi aqidati mujibu itikadi yao, annahu la budda min tahiyati alim shahid, hakuna budi lazima tuandaa alim shahada, ulimwengu wa shahada sasa tuandae, laqad liqudumihi min alim al-ghaib, kwa sababu mambo yanayokuja hivi sasa kuna haja ya kuandaa pia wale ambao watakayeendesha haikalu hiyo kwa mujibu wa ibada za Kiyahudi. Wataendeshaje? Wanaanza kufundishwa ambao tutaona huko mbele. Fala budda min iqamati dawla. Kwanza, kitu cha kwanza usimamisha daula ya Yahudi. Kitu cha kwanza lazima usimamisha daulati hii. La kwanza hilo. Wa tauhidu asimatihi. Kisha mji wao mkuu ujulikane ni upi. Tatu, watajhizi mimbari dawatihi, waandaa mimbari ya dawa yao. 4, wa mawdhu kiblatihi, na sehemu ya kibla yao ni ipi, alladhi ambao kwa mujibu huu ambao tayari wanaelekea, kama tulivyosema kila wana kibla ambao wanakielekea. Amma dawlatu, hili tayari, amma dawlatu faqad aqamuha, ima dola tayari wameshaisimamisha Israeli, inajulikana dawlatu Israeli katika mkataba wa Umoja wa Mataifa katika mwaka 47 huko na 6 ulikatwa pale. Kwa hiyo hii pana Bani Israeli ardhi yao hii na hii wa Palestina, dola yao ikawa daulatu Israeli, ikawa inafahamika hivi, wanaita Israeli, na nimeshaeleza Israeli ni nini. Wa amma al-asima, ama mji wao mkuu, fakadi wahaduha, pia wamesha uweka al-Qudus, unaitwa al-Qudus. Ama mimbaru dawa, ima mimbari ya dawa yao, wa mawdhu al-qibla, na sehemu ya mwelekeo wao al-haikal, ndio hii sasa haikal. Fahuwa, na hii sasa fahuwa tasmiyatul waqt au fahiya muhimmatul waqt, hii ndio muhimu wakati huu. Dola wanayo tayari, mji mkuu al-Qudus wanao mji wao, mimbari ya dawa na sehemu ya kubla ndio hii haikal ambao wanayo, wa dharuratul asr, wa dharura ya wakati huu. ففي فصل الآخر من الزمن من السابقة لهدم المخلص المنتظر, wanaitakidi pia wakati huu umeshakaribia kwa ajili sasa kibla chao kirudishwe kama kilivyokuwa mwanzo. Kwa msikiti kama tulivyosema, msikiti umevunjwa mara 2. Qur'ani imeeleza mara 2 na tutakuja katika kuzungumzia hizo aya. Mara 2. Mara ya kwanza ilitokea nini? Na kwa nini ulivunjwa? Na waliosababisha ni hao Bani Israeli. Waliweza kufanya mambo mengi, mwisho mpaka kuua manabii. Katika mtume aliyouawa kuna riwaya 2, ima Zakaria, wengine wanasema Yahya. Kauawa, akato kichwa, ikapelekwa kile kichwa. Katika habari zilizokuja wakaenda wakakifukia, damu iliendelea kutoka wakati wote, ni damu. Paka ilipokuja wakati sasa, kitu gani kitafanya hii damu itulie? Itakuja sasa katika huo mfalme ambaye alikuja sasa kuja kuwamaliza hawa, na tayari kuhakikisha hii damu hii iliyouawa isiendelee kutoka, bali waliuawa watu wengi na damu bado inaendelea. Paka ikabidi yule akamuita mmoja katika habari ya Yahudi, hebu nipe taarifa, habari kweli hasa ni kitu gani kilichotokea, kwa nini huyu ameuawa huyu kwanza, alafu kwa nini damu, kitu gani kimetokea? Akaongopa pia, ambapo nitakuja kuelezea katika tukizungumzia hiyo aya. Lakini akaendelea tena kuua huyu mfalme ili kurudisha damu isiendelee kutoka, lakini bado damu iliendelea. Akamwambia sasa, hebu niambie ukweli. Mpaka mwisho alipokuja kusema hapana, ni kweli sisi tulimuua mtume Yahya. Katika Zakaria aliuawa, wakataja sababu, asema hapo umesema ukweli.
Sasa akasema sasa kwa sababu ya kumfanya hivyo sasa nitahakikisha sasa damu hii paka itulie, tutaua wengi. Na kweli waliuao paka damu ikatulia katika pale. Inshallah katika tukizungumzia sura Isra katika hii aya yutabbiru maala utatbira tutakuja katika riwaya hii. Sasa kwa hiyo uvunjaji wa Masjid al-Aqsa mara ya kwanza walisababisha wao ukavunjwa kwa jengo. Lakini wakati huo hauitwi msikiti, unaitwa haikal. Mara ya pili pia ukavunjwa, baada ya kuvunjwa haukujengwa tena. Ulivunjwa kabla ya miaka 70 kabla ya kuja Isa alayhi salatu wasalam. Kwa uliendelea kubaki hali hiyo, na kama tulivyosema ukabaki ukuta tu maalum ambao Mtume alayhi salatu wasalam katika safari yake Isra alipoenda alifunga buraki wake katika ule ukuta sehemu hiyo ndio uliobaki peke yake, na uliendelea. Mtume alayhi salatu wasalam akawasalisha manabii wote hali yako katika fadhaa katika uwanja, na kulikuwa hakuna msikiti, hakuna jengo liliojengwa, na kuonyesha kwamba ardhi ni ardhul muqaddasa, ni ardhi takatifu hata kama hakuna jengo, bali ni sehemu takatifu. Na pamoja na sehemu hiyo bado Allah aliita masjid. Qur'ani kaja subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Paka alipokuja Umar radhiyallahu anhu akiwa na Kabil ahbar ambaye katika wanachuoni wa Kiyahudi na alikuwa ameshasilimu huyu, akamwambia hebu nifahamishe sehemu salla Daud, sehemu ambayo alikuwa kiswali Daud, sababu ni haikal Suleiman na haikal Daud. Sasa ni wapi? Kabil ahbar akamfahamisha, Umar akajenga msikiti baada ya fatwa. Kisha akaja Al-Walid ibn Abdul Malik, ndio ukajengwa msikiti ndio huu tunaoona hivi sasa, ambao tayari kwa sura yake hivi sasa. Kwa hali hiyo sasa wa mayahudi innal haykal al-yahud haykal mayahudi tusamihi al-qadima, kuanzia jina lao la mwanzo ilikuwa inaitwa al-makani al-kabir al-mukhtar lil-ibad, ni sehemu yao kubwa iliyochaguliwa kwa ajili ya ibada kabla al-Islam, kabla ya kuja Mtume alayhi salatu wasalam. Wakati kana al-haykal fi Qudus kibla likulli anbiya, na hii haikal hii ambayo ikiwa hapa Qudus hapa ndio ilikuwa ndio sehemu ya kibla ya kila anbiya, kila mtume wa Bani Israili. Mitume wengi wamekuja katika Bani Israili walikuwa wanaelekea hapa tuala uhudihim. Katika mitume waliokuja wengi walikuwa kibla chao ni hapa. Wastamarra almuslimuna yusalluna ila Bait al-Maqdis, na Waislamu pia waliendelea kuswali kuelekea Bait al-Maqdis katika sehemu hiyo, na Mtume alayhi salatu wasalam aliswali kuelekea Bait al-Maqdis miezi 18 fitrat min az-zaman hatta tahawala qiblatul masjid ila al-Kaaba. Paka aya zilipokuja sasa ukageuzwa kibla, sasa sio kuelekea tena Bait al-Maqdis, ikaja kuelekea al-Kaaba. Walakin hadithatu Isra, lakini tukio la Isra katika safari ya Isra kanat idhanan, ilikuwa ndio tangazo bintiqal ardhul qibla al-ula, kuhamisha kibla cha kwanza ila irthi ummati al-muhammadiyya al-islamiyya, kwamba wanarithishwa sasa umma Muhammad kuanzia mtume anapewa. Ndio maana aliwasalisha manabii yote pale akiwa ni kiongozi, kuonyesha kwamba sehemu ile ni ya kwake, sasa mtume anarithishwa. Ndio maana ikakadiriwa katika tukio hili mtume akawasalisha manabii yote katika sehemu hiyo. Inna ardhu muqaddasa, kwa sababu ni ardhi takatifu. La yuslah an tabqa tahta aidi al-millati al-kufriyya wal ibadatu shirkiyya, haifai kubaki kwa watu ambao wamebadilisha tena dini wakaacha kufuata dini Ibrahim alayhi salatu wasalam na wakaingiza kufuru nyingi. Walihadha kanat ardhu Bait al-Maqdis muqaddimatu al-aradhi allati tatajihu juhudi fatul Islam. Kwa ikawa Bait al-Maqdis ikawa walipokuja maswahaba na Mtume alayhi salatu wasalam, macho yake ilikuwa Bait al-Maqdis vile vile kwa ajili ya kuweza kuifungua. Na katika wakati wa Umar kama tulivyosema, thumma istamarra tilka al-qadasa, utukufu uliendelea baada ya tahawala al-haykal, baada ya kugeuza hii haykal kugeuzwa hii ila al-masjid al-azim fi al-Islam, huwa ni msikiti mkubwa katika Uislamu. Baada ya hii haikal kugeuzwa
Na kwa hali hiyo lahu khaswaisuhu wa fadhailuhu almarufa, ambapo msikiti ukawa msikiti mkubwa katika Uislamu una fadhila zake na una mambo ambayo yenye kufahamika katika Uislamu. Fadhila kubwa. Muislamu anaruhusiwa kutoka hapa kwenda kaswalia katika Masjid al-Aqsa peke yake. Na thawabu na ujira anakuwa analipwa mara nyingi kuliko sehemu nyingine. Na Mtume sallallahu akasema la tushaddu rihal illa la thalatha masajid. Haufungu safari isipokuwa katika misikiti mitatu. Akataja moja katika misikiti mitatu, Masjidul Aqsa. Lakini kwa hali hiyo Mayahudi wao wakataa kuivunja. Sasa katika mambo ambayo yameandaa kuivunja tutaendelea nayo. Lakini tumesema ardhi hii ni ardhi mubaraka. Ni ardhi ambayo ina baraka. Na aya zimekuja subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil ahram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla, ambayo tumebarikia ardhi hii takatifu. Ikaja ardhi mubaraka, baraka ikatajwa katika sehemu hii. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Majmu'ul Fatawa juzuu ya 28 ameweka huu mlango maalum na kuitaja ardhi hii na baraka ni nini. Na akasema baraka yuhmal ala itlaqiha, iachiwa kama ilivyo bighairi taqyid, yani pasina kufunga baraka baraka katika jambo fulani. Baraka ibaki kama ilivyo. Baraka ardhi kama ambavyo tutaangalia, baraka katika ardhi yenyewe, ardhi ya baraka. Baraka pia sehemu yenyewe imekuwa qalbul alam, liko katikati ya dunia. Baraka kuhusu ardhi yenyewe ni ardhi ambayo inakubali uchumi. Baraka katika dinia, baraka imania ambazo tutaziona katika hizo baraka. Kwa hiyo aya zimekuja barakna baraka. Sasa tutakuja kuona katika baraka ambazo aya zimetaja baraka ala itlaqi. Kwa hiyo baraka inaingia baraka yoyote katika ardhi hii. Na hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam zikataja kwamba watakapoharibika watu wa Sham, basi kutakuwa hakuna khairi tena watu wa Sham, kwa sababu watu wa Sham ni watu wa mubaraka, pia wamebarikiwa na ardhi yao ni ardhi mubaraka, imebarikiwa. Tatizo liko hapo. Kwa hiyo al-haikalu amu al-aqsa. Kwa hiyo katika hali hiyo pia nalo tutakuja kuliangalia katika hotuba zinazokuja. أقول قولي هذا سبحانه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكسي أعدائك أعداء الدين واغفر لنا بالباقيات الصالحات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل. Allah